Hapa nitakuonyesha jinsi ya kuweza kujisajili kwenye Zoom. Kwenye hii app ya Zoom. Hii app ya Zoom hutumika kufundishia na pia hutumika kuweza kufanya video call. Hii app ya Zoom, faida kuu ambayo ninapenda kuweza kuitumia kuweza kufundisha forex, kwa sababu kitu ambacho mimi nakuwa nakifanya kwenye screen yangu wewe unakuwa na uwezo wa kuweza kukiona. Kwa hiyo inanipa uwepesi sana, yani sawa sawa na mwalimu anavyokuwa anaandika ubaoni na wewe unakuwa unaona. Kwa hiyo mimi kitu ambacho nakuwa nakifanya kwenye screen yangu wewe unakuwa unaona, na sauti pia unaipata kwa usikivu ambao wa hali ya juu. Kwa hiyo utadownload hii app Play Store, then utajisajili kwa kufuata hizi hatua ambazo mimi naenda kuonyesha. Baada ya kuifungua hii app, baada ya kudownload, bonyeza hapo alipoandika sign up. Kwa hiyo ukibonyeza hapo alipoandika sign up, utaona hapa amekuwekea andika base year, yani andika mwaka ambao umezaliwa. Let's say labda unaandika labda unaweka mwaka, labda let's say unaweka maybe mwaka huo 2, then utabonyeza continue. Baada ya kubonyeza continue, itatakiwa uweze kuweka email hapa. Uweze kuweka email hapa. Labda utaweka email yako hii hapa. Afrika kwetu 06 gmail.com. Kwa hiyo mimi nimeweka email, utaweka email yako na kisha hii email ipo kwenye simu yako na inafanya kazi. Kwa baada ya kuweka email utakuja kubonyeza hapa alipoandika continue. Kwa hiyo baada ya kubonyeza alipoandika continue, utaona hii sehemu hii hapa imefunguka. Sasa baada ya kufunga hii sehemu, utaenda kwenye email, kwenye Gmail. Utaenda kufungua hapo ya Gmail. Baada ya hapa utaenda kufungua app ya kwenye Gmail. Kisha kuna kodi utazichukua, utakuja utazipaste hapa afu utaverify. Kwa hiyo nitakwenda kwenye hiyo app ya Gmail. Nitakwenda kwenye app ya Gmail. Inapatikana hapa. Then nitabonyeza hapa Gmail ili niende kuisoma ile email. Nipate zile kodi na niende nikaziweke kule. Kwa hiyo nitaona hii ndio Gmail yangu. Okay, nikija kwenye hii Gmail nitaona hapa kuna hii message imeingia ya Zoom na kuna hizi kodi hizi hapa. Hizi kodi hizi hapa kama unavyoona hapa. Kwa hiyo nitafungua ili niweze kuzipaste. Kwa hiyo umeona hapa hii ni message ya Zoom ili niweze kuverify kule. Kwa hiyo kuna hizi kodi. Kwa hiyo nitazicopy hizi kodi. Okay, nitazicopy kama hivi. Then nitarudi kule. Kumbuka ile page inakuwa siifungi. Nitarudi huku. Then nikija huku nitakuja hapa kuweza kuipaste. Hapa nitaipaste au utabonyeza hapa then au utabonyeza hapa mpaka liweze kutokea neno. Ukibonyeza hapa mpaka liweze kutokea neno neno paste. Utaminya futa neno paste au utaandika au utakuja utaziandika tu hizi hapa. 7585 utaziandika hapa. Unaona? Then baada hapo utabonyeza walipoandika verify. Kwa kubonyeza kuandika verify hapa itataka uweze kuweka jina lako la kwanza. Jina lako la kwanza. Labda jina langu la kwanza nitaliweka hili maybe Jose, alafu last name labda nitakuja nitaweka hapa nitaweka hapa China, alafu password weka namba. Kwa mfano labda naandika anza na namba alafu katikati yawe maneno labda namba, alafu then utaandika maybe namba alafu katikati weka jina labda Jose, alafu tunaweka 1 Jose 1, alafu naweka na Leli 1 Jose 1 Leli,
au labda unaweza weka 1 Jose mwaka 2000, 1 Jose mwaka 2000, alafu namalizia na leli. Okay, hapa itakuwa niweke na herufi kubwa. Kwa nitaweka herufi kubwa hapa. Kwenye J iwe 1 ya. Umeona kama yani unaweka namba, unaanza na namba afu jina lako, hiyo password au jina kitu chochote kile pale. Ili anze na herufi kubwa afu unaweka namba yako maybe ukilaiwa. Au namba nyingine ya tarakimu 4, alafu unamalizia na leli nyota utakavyochagua wewe upate urahisi. Kwa hiyo hii ndio password yangu kama unavyoona hapa. Baada ya hapo nitabonyeza hapo alipoandika create account. Then utasubiri. Kwa hiyo mpaka hapa labda nita save na hii password yangu. Mpaka hapo tayari nimeshaweza kutengeneza akaunti yangu. Hivi vitu vingine na vikataa tu not now. Hapo unaweza kaweka email yako, profile email yako, display name, jina ambalo unataka lionekane hapo, utaweza kuedit hapa. Then au unaweza ukabonyeza not now, alafu hapa get started. Kama unavyoona icon hiyo. Kwa hapa sasa ndo akaunti yako imeshakwisha kuweza kutengenezeka. Kwa kama mimi nina host kipindi, nitakutumia wewe link, alafu utaibonyeza ile link, alafu ukishabonyeza unatulia, mimi ninakuadmit, then unakuwa umejoin kwenye meet. Kwa kama wewe ukitaka mwenyewe ku host kipindi, utabonyeza hapo meet, alafu then utatumia watu link. Kwa mimi nitakutumia tu ile link, utabonyeza, tayari umeshajisajili kwenye hii Zoom. Kwa hiyo ukishajisajili mpaka hapa tu tayari umeshatengeneza account. Kufuata maelekezo ambayo nimekupa.